Baada ya tukio la Hijab Day kufanyika hapa katika msikiti huu wa Mohamed wa Sita Kinondoni Muslim, ni naye amirati wa idara ya mawasiliano katika shule ya Gerezani Ilala. Nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na tukio hili. Kwanza, jina unaitwa nani? Naitwa Nusrat Milaji Nyangasa. Ninasoma shule ya sekondari Gerezani, ni amirati mawasiliano. Nimekuja hapa kwa ajili ya Hijab Day. Inahusisha wasichana kuvaa hijab ndefu. Ni siku ambayo kwa wasichana wote kuvaa hijab ndefu. Ni siku ambayo imeadhimishwa, siku muhimu sana ambayo tumepambania mpaka Waislamu wote kuvaa hijab ndefu. Labda nikuulize kuhusiana na shuleni kwako. Tunaona wanafunzi wengi huwa wanavaa zile hijabu nusu, yani zinaishia tu hapa karibu na mabega, hawavai ile hijabu ambayo ya kisheria. Kwa hiyo unaihamasisha vipi katika shule yako ambayo unasoma? Kwa miaka mitatu iliyopita shule yetu ilikuwa inavaa hijabu mfupi. Tangu nimepata uongozi huu wa Gerezani, kwa mwaka huu tuseme katika 100%, 90% wanafunzi wote wa shule nzima sasa hivi wanavaa hijabu ndefu, kwa kuhamasisha katika uongozi wangu wa shule na uongozi wangu wa Uislamu. Labda ushawahi kupata changamoto yoyote pale shuleni kuhusiana na masuala ya hijabu kwa watoto wa Kiislamu? Kuhusu shule sisi sio ya Kiislamu, ila kuna walimu ambao ni Wakristo ambao wanakataza kuvaa hijabu ndefu, wanatupinga sana katika shule kwetu. Na kutatua changamoto hiyo mmefanya juhudi gani? Tulipambana wenyewe viongozi, tulihamasisha na wanafunzi wenzetu mpaka tukoelewa. Tulianza kwanza mfano uongozi, tulivaa sisi kwanza, walivyotuona sisi nao wakafuata. Basi mimi nikutakia kila la kheri. Inshallah. Napata nafasi ya kuzungumza na amirati wa shule ya Zanaki na pia ni kiongozi wa Ilala Tamsia makao makuu. Nataka kujua changamoto ya hijabu kwa watoto wa kike, wanafunzi wa Kiislamu, hasa zile hijabu za kisheria. La kujina? Kwa majina naitwa Hajra Muhammad, ni amirat shule ya Zanaki Secondary School. Kiufupi, swala la changamoto la uvaaji wa hijab shuleni, yani sijui ni kuelezeaje, lakini huenda likawa ni kubwa ama si kubwa sana. Hii ni kutokana na ile tuseme namna mvaaji wa hijabu anavyochukulia. Huenda kuvaa kwake hijabu huchukulia kama ni fashion ama ni stara ama ni nini, na hii inatokana na origin ya huko anapotokea nyumbani kwao. Huenda kuna mtu anavaa hijabu ni fashion kwa sababu ni anaona like someone amevaa na yeye anavaa. Mtu anavaa hijabu stara na yeye anaona ni stara. Lakini kwa upande wa shule zetu hizi ambazo tunaona changamoto kubwa ni uvaaji ndio upo, lakini hijabu zinazovaliwa ni fupi. Zinavaliwa hijabu zisizostahiki. Ni fashion, wenyewe watoto wanasema tunaenda kwa usasa. Hijabu fupi ipo juu ya maziwa hapa, mtu anaona ni sawa, lakini kisheria hijabu inatakiwa ishuke chini ya vifua vyetu ili kutuhifadhi sisi na maungo yetu. Kama tulivyoambiwa, hijabu ni kinga kwa mtoto wa kike. Hijabu ni heshima na ni stara. Kumekuwa na mtindo ama fashion, tunaona watu wengi hasa mastaa wale ambao tunawaona kwenye mitandao ya kijamii, wamekuwa wakigeuza vazi la hijabu kama vazi fulani hivi la fashion, hasa tunapoingia katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ile inajenga taswira gani, kwamba wale watu wamekomboka ama ni kwamba wanafanya kama mchezo tu, kisha baada hapo wanarudi katika njia zao? Kwa hiyo nalisemaje hili? Mimi ninachoamini hijabu ni stara ya kila siku katika maisha ya binadamu, especially mtoto wa kike. Sasa unapovaa hijabu mwezi wa Ramadhani, inaonesha utii wa mwezi, inaonesha wewe ni nani. Hatukatai ni Muislamu ndio, lakini unaishi kulingana na Uislamu unavyotaka. Mtoto wa kike, maisha yako ya Uislamu yote yanaendana na stara na haya. Sasa unavaa Ramadhani, then hizi siku nyingine unamwachia nani? Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama ni kitu ambacho kipo right. Basi mimi nikutakie kila la kheri. Nina dadangu mwingine hapa na nataka kuzungumza naye nijue naye changamoto ambazo wanakutana nazo shuleni kwao wanaposoma kupitia hili vazi la hijabu, hasa hijabu ya kisheria.
shuleni kwao, je, kuna changamoto gani kuhusiana na hijab? Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mariam Leonard. Ndio. Natokea katika shule ya Kisota hapa Kigamboni. Vipi kuhusu changamoto ya hijab katika shule yako? Katika shule yetu changamoto ya hijabu ni kubwa. Ndio. Kwa sababu wanafunzi wengi wanashindwa kujistiri. Ni kwa kutaka wao wenyewe au wanalazimishwa kwamba msivae hijabu au msivae hijabu za namna fulani? Hapana. Kwa hiyo inategemea na mwanafunzi mwenyewe. Ndio. Kuna kipindi labda hali ya mzazi. Ndio. Au maisha ya nyumbani kwake. Ndio. Yaani hivyo. Yaani hali ya mzazi au maisha ya nyumbani kwake yanamfanya asiweze kuvaa hijabu, ama nyumbani hajazoeshwa kuvaa hijabu au vipi yani? Nyumbani kwao hajazoeshwa kuvaa hijabu. Ndio. Kwao anashindwa kujistiri kutoka nyumbani kwao. Japo wengine wanakujaga shule wamejistiri. Ndio. Kisha akitoka wanabadilisha kutokana na mazingira ya nyumbani kwao. Kwa wanarudi katika hali ya kawaida, yani hajistiri nyumbani. Ndio. Sasa nyinyi kama shuleni kwenu mmefanya juhudi gani za kuwafanya hao mabinti ambao hawawezi au hawataki kuvaa hijabu za kisheria, juhudi gani ambazo mmezifanya ili kuwashawishi waweze kuwa katika vazi la stara? Kwa sisi shuleni kwetu, mfano viongozi wa dini huaga wanahamasisha kuhusu kuvaa hijabu. Ndio. Kivipi? Pale ambapo mtu unajua mimi nina uwezo, inabidi nimsaidie ambaye hana uwezo. Mfano tunajichangisha ili tuweze kumsaidia mtu mwingine. Hivyo. Kwa hiyo mnajichangisha nyinyi wenyewe then mnamvesha hijabu mtu mmoja. Ndio. Basi mimi niwapongeze sana kwa jambo hilo. Asante. Shukrani sana. Mwisho. Hayya 'alal falah.